Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji kwa lengo la kujenga uchumi unaoongozwa na uzalishaji. Serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu muhimu ikiwemo reli ya kisasa SGR, uboreshaji wa bandari, barabara, nishati ya uhakika, miundombinu ya tehama pamoja na maboresho ya sera, sheria na mifumo ya utoaji huduma kwa wawekezaji. Hatua hizi zina lengo la kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza ufanisi wa biashara na kuifanya Tanzania kuwa eneo lenye ushindani wa uwekezaji katika Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Serikali inatambua kuwa sekta binafsi ndio injini ya maendeleo ya uchumi. Serikali inaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi inawekeza na wananchi wanapata manufaa kupitia ajira, huduma na fursa za kiuchumi. Tunatambua kuwa sekta ya viwanda ni sekta muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu na kuboresha maisha ya Watanzania. Duniani kote, sekta ya viwanda ndiyo chimbuko la maendeleo ya haraka ya nchi mbalimbali na ni mhimili mkuu wa kutegemewa katika kuongeza thamani ya malighafi, kutoa ajira kwa wananchi, kuongeza mapato ya serikali pamoja na fedha za kigeni, kuongeza na kuboresha teknolojia na hivyo kukuza uchumi na kuondoa umaskini nchini. Ni jambo la kujivunia kuona sekta ya viwanda nchini Tanzania ikiendelea kukua na kuwa nguzo muhimu katika mageuzi ya uchumi wetu. Ukuaji huu unaonyesha mafanikio ya jitihada za serikali katika kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji pamoja na mchango mkubwa wa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi katika kuongeza uwezo na uzalishaji nchini. Hata hivyo, hatua tuliyofikia inatupa wajibu mpya. Tunataka bidhaa zinazozalishwa Tanzania ziwe na uwezo wa kuingia katika masoko makubwa ya kikanda na kimataifa. Niwapongeze Azania Group, wanafanya vizuri katika eneo hili. Kama serikali, tutaendelea kujiimarisha zaidi katika kuongeza masoko ya bidhaa za viwandani kupitia fursa zinazotokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na eneo huru la biashara la Afrika. Tunataka chapa ya Made in Tanzania iheshimike katika masoko ya Afrika na dunia. Tunajivunia kwamba kupitia uwekezaji wetu tumezalisha maelfu ya ajira kwa Watanzania. Tumetengeneza ajira za moja kwa moja kwa Watanzania zaidi ya 1600. Tumetoa fursa ya Watanzania kujiajiri kupitia uuzaji wa bidhaa zetu nchi nzima zaidi ya watu milioni 3.5. Lakini nyuma kila ajira moja tuliotoa kuna familia nyingi, kuna ndoto, kuna maisha yaliyobadilika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunajivunia pia kwa miongoni mwa walipa kodi wakubwa nchi hii. Tunajivunia hili kwa kodi hii ni mchango wetu katika kujenga shule, mahospitali, barabara na huduma zinazonufaisha Watanzania wote. Tunajivunia kuona bidhaa zinazozalishwa na Watanzania zimefika katika masoko mbalimbali hapa barani Afrika, kwa sababu kila bidhaa inayovuka mipaka nchi yetu haibebi sura ya Azania Group pekee, hubeba heshima ya viwanda vya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kadri Azania Group ilivyokuwa ndivyo tulivyogundua jambo moja. Hii haikuwa tena safari ya familia yetu pekee yetu. Ni safari ya wafanyakazi wetu, ni safari ya wakulima, ni safari ya wasambazaji, safari za taasisi za kifedha, safari ya serikali yetu na safari ya mamilioni ya Watanzania waliotuamini. Ndio maana nasema kwa fahari leo, Azania ni biashara ya familia kubwa ya familia ya Watanzania.